pia kipekee nishukuru kwa ajili ya uongozi wa mahali hapa, kuanzia mchungaji na baraza lake kwa kuturuhusu kwamba tuweze kutumia majengo haya kwa kipindi hiki kwa ajili ya shule yetu ya huduma. Kipekee tunawashukuru sana. Lakini pia tushukuru sana kwa ajili waliokuwa wanafanya kazi nzuri ya kuhudumia wanafunzi wetu kipindi chote, wakiwepo mahali hapa wapishi wetu. Jamani, makofi mengi kwa ajili ya wapishi wetu pale. Na bila wao ikawa shida. Lakini pia tushukuru kwa ajili ya wachungaji ambao walituwezesha tuweze kufika mahali hapa. Kipekee tunashukuru sana. Kama alivyosema mwangalizi wetu, ndoto yetu hii shule sio ya kurukaruka. Takribani twende mfululizo miezi kadhaa ili tupate mambo mengi. Kama tulivyosema, ilikuwa ndio shule yetu, maono yetu ya mwanzo kabisa. Sasa hivi yameshaenea Tanzania nzima na hata taifa pia wana shule kama hii wameanza ya kupanda makanisa. Kwa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukrani kipekee kwa ajili aliyekuwa mwangalizi wetu wa jimbo la Mbeya kwa maono haya. Lakini si haya, tumeona mambo mengi ambayo yalianza hapa yametawanyika, pamoja na section pia zimetawanyika. Mpaka mikutano yote inafanyika katika section ya Pentecoste. Tunashukuru sana kwa aliye mwangalizi, makofi mengi, haleluya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini sasa baada ya shukrani hizo, tuna ndugu yetu Clinton Swila, mwandishi wetu wa habari. Karibu sana baba, tumefurahi sana kukuona. Lakini tutambue uwepo pia wa wanahabari wetu wa kanisa letu Family Canaan Media pale tulipo, tupunge mikono, haleluya. Kwa hiyo mambo yetu yanaenda mubashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiingia katika mitandao yetu basi utakutana mambo haya mazuri kabisa. Mungu atubariki sana. Lakini pia tushukuru kwa ajili ya wageni walikwa kuungana nasi kwa shughuli hii maalum kwa siku ya leo. Tunashukuru sana. Pamoja na viongozi wetu wa idara, kwa kweli kipekee tunawashukuru sana. Lakini na wachungaji wetu, kwa kweli tumebarikiwa sana kuwepo. Nafikiri hata kiongozi wetu wa section amepata baraka hapa kwamba ujiandae, mwangalizi anakuletea mtumishi. So huyo mtumishi usije kumwangusha mwangalizi, uhakikishe unamtunza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimlete sasa mwangalizi wa jimbo la Mbeya, yeye apate kutuletea mgeni rasmi, na kama tulivyosema mgeni wetu rasmi ni mkuu wetu wa chuo cha Nazareth Bible College, Dr. Benjamin Kiovele, yuko mahali hapa. Mwangalizi tafadhali utuletee mgeni rasmi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mbarikiwe sana wote ambao mnahudhuria hapa. Ni wakati wa kusikiliza hotuba ya mgeni rasmi wetu wa chuo cha Biblia cha Nazareth ambacho kinasimamiwa na kanda ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi, kanisa la Family. Kwa hiyo ndio bahati ambayo tumepewa kwamba leo tuwe naye aweze kuwa mgeni wetu rasmi wa mahafali haya. Na kama nilivyokwisha kuambia, jisikie salama tu. Mungu atakachosema na wewe usiwe na wasiwasi. Mungu yupo kutuhudumia katika hili darasa. Tunamuona Mungu vizuri. Kwa hiyo sasa mgeni rasmi atakuwa na neno, na baada ya neno kwenye ratiba atafanya na maombezi maalum kwa ajili yetu sisi wanachuo tuondoke na upako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Karibu sasa mtumishi wa Mungu uweze kuendelea. Asante, karibu sana. Karibu sana. Awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuwepo hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kulikuwa na shughuli nyingine tena ya kitaifa pale Dodoma siku ya leo, ambapo nilitakiwa kuweza kuweko pale kwenye kamati ya mpango mkakati
wa miaka 10 ya kanisa letu. Wangapi wanafahamu mpango mkakati unaanza lini na unaisha lini? Naona wachache. Toka 2021 na unaenda kuisha 2030. Sasa moja ya jukumu kubwa pia inatakiwa katika ule mpango mkakati ni kuzalisha watumishi. Kuzalisha watumishi, ikiwezekana tufikie 6 ifikapo 2030 wapya, ukiacha wale wa zamani. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo inahitaji msukumo wa kimungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuthamini mafunzo haya, nikawaomba kule kwamba mimi huko Dodoma siji, kwa sababu tuna jambo ambalo ni kubwa pia ambalo Mungu ametupa kwenye jimbo la Mbeya. Watu kuhitimu sio kitu kidogo. Ni katika masuala yale yale ya kuongeza watumishi. Jina Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo nipende kushukuru Mungu hata kwa ajili ya wachungaji walioweza kuachilia wanafunzi watoke makanisani kwenu na mpaka wakaja hapa. Wengine mliwawezesha hata nauli zimepanda, lakini tuliwaona wanafunzi wakifika. Mungu awabariki sana. Kazi yenu haitakuwa bure, Mungu ataikumbuka. Lakini nishukuru Mungu kwa ajili ya wahitimu. Mlifanya bidii, mahudhurio yalikuwa mazuri, na Mungu awabariki na mko tayari. Mimi nasema sio mnaenda, lakini mko tayari kwenye ratiba ya utumishi wa Mungu. Kwa sababu neno la Mungu inasema wale aliowajua tangu asili, katika ile Rumi 8 na ule mstari wa 28 nasema mpaka 30. Wale aliowajua tangu asili, Mungu alikujua wewe akawachagua. Bwana Yesu asifiwe. Alipowachagua anasema akawainua wapate kutenda kazi pamoja na yeye. Haleluya. Sasa shida yetu ambayo ipo kwenye mafundisho yetu ya kikanisa, mara nyingi hatuinui kuwaonyesha watu kwamba wanaweza, kwamba Mungu amewachagua, wako pamoja nao, na matokeo yake tunawafundisha kuwa washirika badala ya kuwa watendakazi. Yesu hakufundisha washirika, alifundisha wanafunzi waliokuwa wanatenda kazi kama yeye, akijua upo muda. Bwana Yesu asifiwe. Soma ile Yohana 9 anazungumza kwamba imetupasa kufanya kazi, ule mstari wa 4, imetupasa kuzifanya kazi za Mungu maadamu ni mchana. Usiku waja mtu asipoweza kujifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuzeeka, kuna matatizo mbalimbali, na mambo ya kiafya, yako mambo mengi. Lakini wakati tunapokuwa tumepewa nafasi, watu wafanye kazi. Sasa kazi ya wachungaji kwa kweli inatakiwa kuweza kubadili hata namna ya kuweza kupeleka yale mafunzo, yasiwe tu yale ya kuwafanya watu washirika, lakini wabadilishe na kuwafanya wawe watenda. Maana hilo ndio lengo kubwa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu alijua ana muda mfupi, hata kaa mpaka mwishoni, lakini ilibidi aache nini? Aache msingi. Bwana Yesu asifiwe. Halafu kinachoshangaza ni watu 11 anaowaambia kwamba waende ulimwenguni. Maana Yuda Iskarioti alikuwa amefanya nini? Alikuwa ameshaanguka. Lakini hawa 11 anasema waanzie Yudea, Yerusalemu, Yudea, Samaria na mpaka mwisho wa nchi. Hebu fikiri, Yesu ana moyo gani watu kuweka tumaini la ulimwengu ndani ya watu 11? Lakini alijua kuna nguvu ya kujizidisha ndani ambayo atawekeza,
alafu wale watu watafikia ulimwengu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo na sisi tukiingia katika masuala hayo na kuweza kuwafundisha watu wapate kuweza kuwa katika utumishi, basi Mungu atakuwa pamoja nasi, tutaona kazi ya Mungu ikipanuka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo nafasi kuweza kuwepo na mafunzo haya ambayo mkuu wa mafunzo haya ambaye ni mchungaji mkuu wa jimbo Eli Mwasiove amesema ni mwaka wa 4. Kweli maono yalianza kutoka wakati huo na tumeona matunda yake. Matunda yake sio Ibrahim tu, hata Fadhili huyu naye ni matunda ya darasa hili. Alikuwa anasoma chuo cha Biblia, anakuja na hapa anasoma, bila shaka ameanza kuona na yeye. Unaona ameleta wanafunzi wawili, wako 4. Unaona, naomba kae. Bwana Yesu, kuna kitu pekee ambacho ukipita kwenye shule hii kinapandwa ndani yako, kama ambavyo nimewaambia wanafunzi, kama ulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Roho Mtakatifu atafanya kitu cha kukubadilisha. Haleluya. Sasa niseme nini? Msingi wa mafundisho haya, inaomba katika hotuba hii ambayo inafuata, iko katika msingi wa maandiko mawili. Mathayo sura ya 9 na mstari ule wa 35. Tomo hapa ni kwamba mavuno yako tayari, lakini watendakazi ni wachache. Ni hasara ukilima shamba halafu unashindwa kwenda kuvuna. Rasilimali zote ulizowekeza zinakuwa zinaonekana ni kama ulikuwa hufikirii. Sasa kwa sababu kuna wingi wa mavuno, lazima uandae vyombo vya kuvunia na ghala, ubomoe, uweke ghala kubwa ambazo zitafanya hayo mavuno yapate kuweza kuingia mle. Kwa hiyo Yesu akawa anaangalia kwamba mavuno yako tayari, lakini watendakazi ni wachache. Sasa Yesu anao watu gani? Kuna watu wengine alio nao zaidi ya wewe, zaidi ya sisi. Sisi ndio miguu yake, fahamu hilo. Sisi ndio mikono ya Yesu. Yesu anapotaka kwenda mahala, anakuwa ndani mwetu, anataka tutembee mpaka tufike pale. Kitu anachotaka kufanya, atatumia mikono yetu. Sasa ni nani wenye moyo wa kuona moyo wa Mungu, mapigo ya moyo wa Mungu juu ya ulimwengu unapotea? Nasema walioitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Wengi wanaitwa, wanasikia, lakini anayeweza kujali kilio cha Mungu juu ya utendakazi, juu ya kwamba tutoke tuende tukaifanye kazi, ni wangapi? Si watu wengi. Wengi wanapenda kuwa washirika, wengi wanapenda kuhudumiwa, lakini Mungu anataka ukishahudumiwa, umekomaa, utoke uende uwe mhudumu kwa niaba yake. Ndicho hiki akawa naambia wanafunzi, angalieni hata siku ya leo, siku za leo hizi, pita mahala ukihubiri habari za wokovu, kila mahala mtu anataka kuweza kuokoka. Ujumbe wa wokovu umekwisha kusambaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wavunaji. Wewe nenda mahala popote, sema mimi nataka kuanzisha kazi hapa, utakuta jinsi unavyopata sapoti kutoka kwa watu mbalimbali, hata wale ambao walikuwa ni wapagani, wapinzani, hawaelewi. Lakini ukisha sema hapa naanzisha shughuli ya Mungu, shughuli ya wokovu, utakuta tayari unapata kibali. Watu wengi wameshasikia, lakini wanangoja ni nani apate kuweza, yani waweke moyo wao
tumaini kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye huduma ambayo inawapa tumaini kwamba kuna majawabu katika ya maisha yao ni wewe. Na ndio maana Yesu anataka kutumia wewe. Kwa hiyo hili andiko ni msingi mkubwa sana katika kuweza kusukuma hii kazi ya kuibua watu wapate kuweza kuwa watendakazi baada ya kuwa washirika. Lakini andiko jingine pia ambalo sasa linaambatana na hilo ni katika Yohana Yohana sura ya 4. Yohana sura ya 4. Yohana 4:35. Asema inueni macho, mtazame. Mavuno yamekwisha kuwa meupe, mashamba yako tayari kwa mavuno. Lakini watendakazi wako wapi? Toka nilipokuwa nimeokoka pale Morogoro mwaka 1988 kwenye kanisa nilokuwa naabudu mahala pale, alikuja mishonari kutoka Lindi enzi hizo. Ametoka kule akawa na hubiri siku hiyo. Alihubiri andiko hili. Na yule mishonari alikuwa analia machozi. Alikuwa Mmarekani. Mimi ndio nimeokoka, lakini nashangaa huyu mishonari analiaje machozi kwa kuwa yeye yuko Lindi, kwa sababu kule jinsi giza lilivyo, watu wananyongwa na mashetani. Watu wamepotea katika giza. Upagani umeshamiri. Dini za uongo ziko zinatawala. Anahubiri pale, alikuwa anatoa machozi, analia. Picha yake nikikumbuka ni mpaka leo. Kwa jinsi mzigo ulivyo, kwamba jamani, Lindi bado, hata sisi kama tukijibarikiza huko kwenye makanisa bado. Maana yake ujumbe wake ilikuwa ni kwamba bado kazi tunayo, ambayo ili Yesu arudi mara ya pili lazima tuihubiri Injili. Kama hatuhubiri, Yesu harudi mara ya pili. Kwa sababu nenda katika Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 14. Hebu soma. Kwamba Injili hii ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda, na hapo ndipo mwisho utakapokuja. Bila hiyo hakuna mwisho. Amina. Biblia inasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. 14. Ndio. Alafu anasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapa hasemi kwamba watu wote wataokoka. Mataifa yote lazima wasikie ushuhuda kwamba Yesu ni nani. Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Yesu ndiye mkombozi, kwamba msalaba wake umefanya nini katika maisha ya watu, kwamba msalaba ndio unaogeuza na kuwafanya watu waliokuwa waasi mbele za Mungu na uovu uwabadilishe waweze kuwa watu wema wenye kukubalika mbele za Mungu. Na ni damu ya Yesu pekee ndio inayoosha na kuwasafisha hawa watu wawe miliki ya Mungu waliokuwa wamepotea. Sasa ushuhuda huu ya kwamba Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Bwana, Yesu ndiye mfalme. Saa hizi kuna elimu nyingi. Elimu ya kizazi kipya ipo. Kama hufahamu, ipo inayokataa habari ya Yesu Kristo. Inakataa habari ya uungu wake. Inakataa habari ya mamlaka yake. Inakataa ya kwamba hakuna mtu aliyekuwa amepotea. Kwa hiyo hakuna sababu ya kwamba Yesu alikuja kuokoa watu. Yapo hayo kwenye mitandao. Sio kwenye mitandao, ni agenda kabisa. Hiki kitu unachosikia kinaitwa New Age Movement, kizazi kipya. Hayo ndio yaliomo mle: kumkataa Muumba, kukataa uungu wa Yesu, kukataa ukombozi wake, kukataa kila kitu. Lakini Yesu anabaki Bwana wa mabwana, anabaki kuwa ni Mwokozi.
Anabaki kwamba damu yake ndiyo ambayo itamhesabia haki mtu mbele za Mungu. Maana tumeambiwa katika maneno ya Mungu katika ile Rumi 3 na ile 24 ya kwamba tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika damu ya Yesu Kristo. Ili upate kuhesabiwa haki mbele za Mungu ni kupitia damu yake ambayo ni msalaba, ambapo Yesu ndiye mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwamba huu ndio ujumbe ambao lazima tupeleke, uliowatumaini kwa mataifa, kwamba maisha yao wanaweza kurejea mbele za Mungu kupitia nini? Kupitia wokovu ambao Yesu Kristo pekee ndio anayetoa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wakwenda kupeleka habari hii ni nani? Ni wewe na mimi. Haleluya. Kwa gharama yoyote ile, kwa gharama yoyote ile, tunapaswa kuweza kutoka na kwenda kuifanya hiyo kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo katika shule hii tunamshukuru Mungu kuwa ametuwezesha kuandaa shule ya huduma na kuandaa watu tayari kwa kuingia shambani. Shule hii ya huduma imefundisha watu 38 ambao wametajwa katika ripoti iliyopita, lakini na mafunzo makuu yalikuwa ni kuibua watu wapate kujiona ya kwamba ni askari. Biblia humu zaidi ya wanafunzi inazungumza ya kwamba wewe ni askari. Hata Mtume Paulo anasema mwambieni Akipo aiangalie huduma yake. Anasema ni askari mwenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa amegeuza, badala ya wanafunzi akawa amegeuza na waona kabisa ninyi ni jeshi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni jeshi la Bwana, ninyi mnatoka. Haleluya. Mungu amewaita ni jeshi la Bwana ambalo mkononi mwenu mna ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi ni jeshi la Bwana, sio watu wa kawaida. Na ndio maana shetani anaogopa kabisa. Anawaona ninyi sio watu wa kawaida. Na ni kweli hamtakuwa watu wa kawaida. Mkononi mwenu mna ukombozi. Hebu nyosha mikono yako namna hii. Sema mikononi mwangu mna ukombozi. Mkononi mwangu kuna kufunguliwa. Mkononi mwangu kuna uponyaji. Katika jeshi la Mungu mimi ni sehemu yake. Haleluya. Haleluya. Ndio maana pale nje ujumbe ulioko kwenye bango pale ni wa kutoka Injili ya Mathayo, Injili ya Marko. Nenda, okoa, ponya. Bwana Yesu asifiwe. Nenda, okoa, ponya. Jumla ya mambo yote Mungu anataka tutoke, tuende, tuokoe na kuweza kuponya watu walioghadhibika, watu wenye shida, watu wenye matatizo. Mungu ameweka ukombozi ndani yako, watu wataokoka. Ameweka uponyaji, ameweka watu kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Waliokuwa hawaioni njia ameweka mikononi mwako, ni wewe sasa utoke. Nenda waambie habari hizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaamini mafunzo haya yamefungua pazia ya wahitimu kuona kuwa inawezekana kumtumikia Mungu kupitia wito anaotoa Mungu kabisa. Mafunzo haya yametoa hamasa, nyenzo na namna tunavyoweza kumtumikia Mungu. Pamoja na mafundisho haya, tunaona nyenzo kuu ambayo tumeiwekeza katika kuweza kufundisha. Tunaona ni uweza wa Mungu, mamlaka na nguvu za Mungu kuweza kuzielekeza na kuwepo katika watendakazi kama Yesu Kristo alivyoelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameelekeza katika Luka ile 24:49 ya kwamba kaeni Yerusalemu mpaka mvikwe uweza.
Luka 24:49. Kaeni Yerusalemu mpaka mvikwe nini? Uweza. Usianze kwenda kuhubiri tu nani. Vikwa uweza, kwa sababu ni mapambano. Kwa sababu wewe ni askari. Askari huwa anapigana na askari mwenzie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wako maaskari, maagenti wa adui wa shetani. Sasa lazima tuvikwe uweza. Matendo ya Mitume 1:8 akasema lakini mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria na mpaka mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ndivyo ambavyo tuliona kanisa la kwanza lilivyoanza. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja ambaye amepitia kwenye shule hii ni lazima awe mshuhudiaji, ni lazima avikwe nguvu hii ambayo si mitume tu. Kama mitume walihitaji hii nguvu, kwa nini leo sisi tusihitaji hiyo nguvu? Na mara nyingi tunashindwa hata kusema hata ndani ya makanisa na kwamba jamani, uwezo ule ule wa kiungu ambao uliwekwa ndani ya nini? Ndani ya mitume, ndio tunaohitaji na sisi kwa ajili ya nyakati tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Miaka zaidi ya 2000 iliyopita kanisa la Yesu Kristo lilizaliwa. Hili kanisa lilizaliwa, halikuzaliwa katika mtindo wa kidhehebu, halikuzaliwa katika mtindo wa kidini, lakini lilizaliwa kwa nguvu ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kiungu iliyokuwa inatenda kazi ndani ya watu, kiasi kwamba hawa watu walikuwa na uweza ule wa kiungu, na wakaweza katika kipindi chao wakafikia ulimwengu uliojulikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ulimwengu wao uliojulikana wakati huo waliweza kuwafikia, na kwa muda wa miaka kama 200 tu walikuwa wamegusa kila mahala. Msalaba wa Yesu unajulikana ni nani. Yesu anajulikana ni nani. Ni nini? Kwa sababu ya ule uweza wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shule hii inasisitiza sana, lazima kuvikwa uweza ule wa kiungu. Hivyo hatuwezi kazi hii bila ujazo wa Roho Mtakatifu na kutuongoza katika huduma kama ilivyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo tunahitaji Roho Mtakatifu yule yule aandike kitabu cha matendo yake ndani ya kila mtumishi aliyeitwa. Tunasoma habari ya miujiza, hiki katokea, huyu akaponywa, huyu. Sasa ni Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kazi. Tunahitaji huyo Roho Mtakatifu ndani yetu sisi. Ndani yetu sisi. Sema ndani yangu mimi. Ndani yangu mimi. Roho Mtakatifu, andika ishara na miujiza kwa ajili ya watu wako. Haleluya. Kwa hiyo wenzetu walimpokea Roho Mtakatifu na kupakwa mafuta naye kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta yale ambayo ni Roho Mtakatifu haikuwa ni kwa ajili ya burudani. Hapana. Leo hii watu wanaweza kupakwa mafuta lakini ikawa ni burudani. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari wa 1 mpaka ule wa 2. Matendo ya Mitume uone moja wapo ya kupakwa mafuta. Biblia inasema na huko Antiokia katika kanisa lilokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Hawa walikuwa wanafanya ibada. Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Paulo na Barnaba. Mungu akutenge wewe leo. Leo akutenge kwa ajili ya ile kazi anayokusudia. Anasema akaonyesha kabisa hawa kwa kazi ile nitakayo waonyesha. Sasa mimi sijui Mungu atakuchukua akuonyeshe kazi gani, maana Mungu anazungumza kwa namna mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Akuonyeshe kazi ambayo unatakiwa uweze kuifanya katika maisha yako, na ole wako usipoifanya.
Paulo alikuwa analia, ole wangu nisipotimiza, ole wangu. Leo hii tunaingia kwenye kazi, tunafikiri ni mshahara, tunafikiri ni mapato. Ole wetu tuliosikia habari hii ya kupeleka Injili na neno la Mungu linalotuhimiza, halafu tusipofanya, sijui tutaingia mbingu ya nani? Kwa hiyo nazungumza hapa sio swala la mchezo, ni swala zito mbele za Mungu. Is a serious matter. Ni swala zito ambalo kila mmoja wetu, sio tu wahitimu, na kila mmoja wetu tuliopo hapa tulichukue juu, maana hitaji la Mungu ni kubwa kwa ajili ya watumishi. Kilio cha Mungu ni watumishi, na ndio maana hata mbinguni iliulizwa, ni nani ni mtume atakaye kwenda badala yetu? Mbingu zilikaa kimya. Yesu pekee ndio akatokeza, sasa Baba, nitakwenda. Kuliko watu ambao wameumbwa na Mungu wapotee, nitakwenda. Sio kwamba alijua, hakujua ambayo atampata, alijua. Na ndio maana wokovu wetu ni wa gharama mno. Haleluya. Ni wa gharama mno. Kwa hiyo tukubali kule kutengwa, kuitwa na kuweza kutengwa, lakini Mungu atatupa nguvu, atatupa uweza, atatupa mamlaka ya. Haleluya. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tugeuzwe mioyo yetu na kuondoa vikwazo ndani yetu na visingizio vya kila namna, ili tukafanye kazi katika shamba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kisoma ile Samueli ya kwanza mlango ule wa 10 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7, utaona ya kwamba mstari wa 6 anasema Sauli akageuzwa kuwa mtu mwingine Roho Mtakatifu alipokuja juu yake. Samueli alipomimina mafuta juu yake ili Sauli huyu awe mfalme. Maana mara ya kwanza yeye alikuwa hajui, punda wamepotea, anatafuta punda wa baba yake, wala hana habari ya kwamba atakuwa mfalme. Kama wewe ambavyo hujui kama utakuwa mtume, nabii, mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, hujui. Kuna vikwazo saa zingine ambavyo umekuwa unaendelea tu kufanya yale yale, lakini baada ya darasa hili hutafanya yale yale. Lazima utabadilishwa kuwa mtu mwingine. Kama Sauli iliwezekana kwa ajili ya utumishi, basi Mungu ana kilio kikubwa kwa ajili ya kutufanya tupate kuwa watumishi wake leo. Kwa hiyo shime tushike mapanga, tujipange, tukafanye kazi ya Mungu, na Mungu atabariki kazi yake na maisha yetu. Ni kazi ya kifalme, ina thawabu, malipo mbele ya Mungu yapo. Tujitoe muhanga kwa ajili ya kazi hii. Wajibu wetu kanisa, tuwabebe, tuwatie moyo na kuwashika mkono kwa kila hitaji. Bwana Yesu asifiwe. Tuwashike, tuwabebe kwa kila hitaji. Mtume Paulo anaorodhesha mambo makuu mawili ya msukumo juu ya huduma yenye mguso. Moja ni katika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 na ule mstari wa 11, anasema hofu ya Mungu, hofu ya Bwana ilimbidisha. Yaani tunapoogopa wajibu huu mbele za Mungu kwamba ole wangu nisipofanya, basi hiyo hofu ya Mungu itutie nguvu ya kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Katika Korintho hiyo hiyo ya pili mlango ule wa 5 mstari wa 14, neno linatajwa upendo wa Kristo hutubidisha. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Kristo hutubidisha. Upendo, kama tunampenda Mungu, upendo wake utusukume, utubidishe, kutupeleka katika kusudi lake la kuweza kuokoa ulimwengu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wajibu wa ujumbe huu sasa umewekwa kwetu juu ya wewe na mimi na kanisa. Sisi ndio kanisa tulioaminiwa na kupewa kazi hii. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio pekee wenye ujumbe wenye dhamana na kumfanya mtu awe na uhakika wa uzima wa milele. Sisi pekee
ndio ambao hatuna kipimo cha upenyo wa kumfikia Mungu Baba. Tunapokuwa tuko kwenye kusudi lake, Mungu anafungua mlango wa sisi hata maombi yetu kufikia katika uwepo wake, na Mungu akatusikia, kwa sababu tunakuwa tuko kwenye moyo wa Mungu wa utumishi. Anatafuta watumishi. Haleluya! Sisi pekee ndio wenye nguvu ya Roho Mtakatifu na mamlaka kupinga nguvu za giza na mikakati yao. Sisi ndio pekee wenye uwezo wa kushinda ngome za kuzimu. Sisi ndio pekee katika miji yetu tunaoweza kufanya kazi hii. Sisi pekee ndio wenye wajibu wa sababu tu mwili wake. Yaani sisi tu mwili wa Yesu, sisi tu watenda kazi pamoja na Yesu, tu mabalozi wake. Maneno ya Mungu yanazungumza, kisha Biblia inasema sisi ni rafiki zake. Bwana Yesu asifiwe. Alitupa sisi asili yake, nia yake ambayo ni mapenzi yake, mpango wake, roho wake, neema yake, upendo wake, na tuna upako wake. Tunaweza kupokea upako wake wa Roho Mtakatifu. Haleluya, 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 haleluya. Wahitimu, sasa hebu nizungumze kwa habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa sehemu, maana ndio nguvu tunayoitafuta, ndio nguvu ambayo itabidi tubebe. Mambo mengi haya hatuyawezi bila Roho Mtakatifu. Adui utakapomwona simba kama na unguruma, utatafuta kukimbia, lakini wenzetu walipovikwa uweza huu wa Roho Mtakatifu hawakukimbia. Kwa hiyo tunaona ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ahadi ya Yesu kwa kanisa na waamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Katika Yohana ile 7 mstari wa 37 mpaka 38 anasema, siku ile ya sikukuu kubwa akapaza sauti akasema, yeyote mwenye kiu na aje kunywa maji kwangu bure. Anasema alilisema hilo kwa habari ya Roho Mtakatifu ambaye watampokea watu baada ya yeye kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika Luka 24:49 anasema, kaeni Yerusalemu mpaka mvikwe uweza. Matendo ya Mtume 1:8 inazungumza ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria na mpaka mwisho wa nchi. Katika Yoeli 2:28 mpaka 32 kwamba na hapo itakuwa siku za mwisho, kwamba Mungu anasema atamimina Roho wake juu ya wote wenye mwili, sio juu ya watu wachache, sio juu ya wachungaji, sio juu ya wote wenye mwili. Wewe ni mtu mmoja wapo mwenye mwili. Sema mimi ndio mwenye mwili. Kwa hiyo mimi ni mjumbe ninayeweza kupokea Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu ameahidi, na Mungu si mwongo. Haleluya. You are a candidate wa kuweza kupokea Roho Mtakatifu. Wewe na mimi ni mjumbe unayeweza kupokea Roho Mtakatifu, kwa sababu ni mmoja wa wenye mwili. Akina wenye mwili na akina nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kanisa tunaona la kwanza, na waamini wote walibatizwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekosti. Bwana Yesu asifiwe. Matendo 2 ile kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 4 anasema wakanena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Naomba andiko hilo usome. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Biblia inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekosti walikuwako wote mahali pamoja, ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, na nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Haleluya. Kukawa na nguvu, pepo kama upepo
lakini Roho Mtakatifu sio upepo. Roho Mtakatifu wala sio nguvu, ni nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana sehemu nyingine anasema usimuudhi Roho Mtakatifu, usimtweze. Anasikia? Sawa? Kama sisi tunavyoweza kuchukizwa na mtu, basi na yeye anaweza saa zingine na kutuma jambo halafu ufanye, hapendezwi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hawa wakajazwa Roho Mtakatifu, kabatizwa, lakini na waumini wengine, sio mitume tu. Matendo 2:38 mpaka 39, baada ya mahubiri ya Petro akasema, jamani, tutendeje? Bwana Petro, umetuhubiri haya. Asema tubuni, mkabatizwa kwa jina lake Yesu, kisha mtapata ondoleo la dhambi, kisha mtapokea kipawa hiki cha Roho Mtakatifu ambayo ni kwa ajili yenu. Hawa sio mitume, hawa ni waumini wengine walioguswa na ule ujumbe wa toba. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtapokea kipawa hiki ni kwa ajili yenu na watoto wenu, kisha na wale watakaoitwa baadaye wamjie Bwana Mungu wetu. Wewe ni mtu uliyeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu uliyeitwa ambaye Mungu anataka atimize mapenzi yake juu yako. Kwa hiyo unaweza ukapokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hata baadaye wengine ilipofika Samaria wakapokea Roho Mtakatifu. Matendo 8 kuanzia mstari wa 14 mpaka 17 unaweza kusoma baadaye. Tunaona mataifa kwa mara ya kwanza wakampokea Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 10 mstari wa 44 mpaka 48. Waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Matendo 10:44 mpaka 48. Petro wakati amemhubiri Kornelio, Mrumi huyu, Bwana Yesu asifiwe, Mrumi huyu sio Myahudi, kwa mara ya kwanza wanapokea, yuko na kikosi cha watu 100 chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema malaika wa Mungu alikuja akatuambia, wewe Petro una neno la kutuambia sisi. Sasa sisi tuko hapa na watu 100 hapa, tuambie. Petro akaanza kuhubiri habari za tangu Yesu kazi aliyoanza toka Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Akiponya wagonjwa, akifufua wafu na kazi zingine. Hawa walipokuwa nasikiliza namna hii kwamba huyu Yesu ndio mkombozi, macho yao na mioyo yao ndani yao imeambatana kabisa na ule ujumbe wa Petro. Roho Mtakatifu akaona sababu ya kuwabatiza na Roho Mtakatifu. Wakapokea, wakaanza kunena. Alafu Petro anauliza, anasema, ni nani anayeweza kuzuia watu hawa wasibatizwe maji? Maana walifikiri wokovu ni kwa Wayahudi tu. Hebu soma. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro kwa sababu ya mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Ubishi wote kwisha kwamba huyu ni najisi, huyu ni mataifa. Unajua walikuwa wanawatenga, sawa? Roho Mtakatifu akija, vikwazo vyote anaondoa. Sababu zote za visingizio, siwezi hiki na hiki, mbona nimejenga nyumba hapa Mbeya, siwezi kwenda Kigoma, utakwenda. Roho Mtakatifu anamaliza kila kitu. Haleluya. Haleluya. Anaondoa vikwazo. Haya, Mtume Paulo anakuja na wakuta wanafunzi waliokuwa chini yani ya Yohana Mbatizaji. Matendo ya Mitume sura ya 19 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka ule wa 7. Anawaambia, mlipokea Roho Mtakatifu mlipobatizwa? Wakasema hata kusikia habari za Roho Mtakatifu hatukuwahi kusikia. Anauliza, ni basi mlibatizwa ubatizo gani? Wasema ule wa Yohana. Kagundua Yohana hakuwa anahubiri habari za nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alikuwa anahubiri habari za toba na kwamba wamwamini Yesu anayekuja. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alipoweka mikono juu yao, hawa wote walikuwa wanaume 12 wakabatizwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Leo na sisi tutabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni swala tu la kuwa na kiu. Ni ahadi, kwa sababu ni ahadi ambayo
kama ni ahadi, ni sisi kuipokea ahadi, ni ahadi ya Mungu. Kwa hiyo tunaweza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kufanya nini? Kuomba. Angalia, hata Yesu aliomba katika Luka ile 3 na ule mstari wa 21 na 22. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama ua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Hebu rudia tena. Yesu yuko kwenye kubatizwa, asema huku akiomba. Maandiko sehemu nyingine, injili zingine hazisemi hivyo tu, anasema akabatizwa Roho Mtakatifu Yesu. Lakini ili aanze huduma, anasema yeye mwenyewe akiwa anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma. Anasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Haleluya. Kwa hiyo Yesu aliomba, hata sisi tunaweza kuomba. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu na anataka twende shambani kwake. Tutaingieje shambani bila nguvu, bila uwezo, bila kuvikwa? Yesu alivikwa uwezo, akaifanya kazi kwa wakati wake akamaliza. Wanafunzi walivikwa uwezo, nao wakabatizwa na Roho Mtakatifu, wakafanya, wakaondoka. Kina Petro hawapo. Petro wa sasa ni wewe. Paulo wa sasa ni wewe. Haleluya, haleluya. Akina Mariamu Magdalena ni wewe. Mariamu Magdalena alipata neema hata ya kutokewa na Yesu. Ndio mwanafunzi wa kwanza. Akamwambia wanafunzi na Petro. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ndio wa kwanza kwa ushuhuda wa wokovu wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo wewe mwanamke sio kitu kidogo. Tatizo tu desturi zetu tumewaweka hapa, akaa kule nyuma, fanya nini? Una kitu, umeumbwa na Mungu. Unaweza kuwa wa kwanza kuwa shuhuda wa habari za neema ya Yesu Kristo za wokovu katika eneo lako na hata nje ya eneo lako, kwa sababu Mungu anakujua wewe ni mali yake. Kwa hiyo usijione mnyonge, inuka kama wimbo ulivyoimba wa Hosiana asubuhi ya leo kwamba inuka, ni wakati wa kuinuka. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo waweza hata wewe kupokea nguvu, kanena kwa lugha nyingine kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ni wewe tu kuwa na kiu. Zipo lugha za aina mbalimbali. Kuna mtu mmoja alipokuwa amebatizwa Roho Mtakatifu, sasa tukafikiri ananena ni lugha ya mbinguni. Sasa wote kwa sababu hatujui. Sasa mtu mmoja alipokuja akasikia, akaona kwamba yule bwana ananena ni Kihispania. Wale wanaojua hilo lugha akasema, wewe uliwahi kujifunza? Mimi sijui. Lakini ndio lugha Mungu aliyompa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mtu tu hapa wala hajawahi kukutana na hata mtu yeyote anayeitwa Muhispaniola. Hamna, hajui. Lakini kitu alichokuwa ananena ndani nini? Akimwadhimisha Mungu. Zipo lugha za malaika. Bwana Yesu asifiwe. Nazo zinaweza kwa kadiri ya nini Roho Mtakatifu anataka magawanyo yale. Kwa nini anakupa hicho kitu? Ana sababu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa hebu tuzungumze jambo la mwisho hili ambalo wengi wanasikia upako wa Roho Mtakatifu. Upako, wanadanganyika sana sana na mpaka wanavutwa, kuna upako huku, kuna hiki. Upako wa Roho Mtakatifu ni kitu gani? Anointing ya Roho Mtakatifu nini? Upako, kitu kinachoitwa upako wa Roho Mtakatifu. Moja, ufahamu ya kwamba upako wa Roho Mtakatifu ni ujio mzito wa Roho Mtakatifu ndani ya mwamini. Ni ujio mzito unaokuja ndani ya mwamini. Bwana Yesu asifiwe. Huu upako huwa una kusudi maalum, na hasa kwa mfano kazi, ili upewe uwezo fulani wa kuitenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
upako huu wa Roho Mtakatifu, ujio huu wa Roho Mtakatifu unaokuja mzito kwa makusudi fulani. Katika Kiyunani kuna neno moja linaitwa masa. Masa maana yake unapokea mzigo mzito kwa ajili ya roho za watu. Lina maana tatu. Unapokea mzigo mzito kwa ajili ya roho za watu. Unaweza ukapokea maono, ambapo ndani ya maono kuna ndoto na lugha ambayo ni lugha ya Roho Mtakatifu. Unaweza ukapokea ujumbe kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya eneo, kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya wakati fulani. Unapokea uzito, yani kunakuwa na tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ujio ule wa Roho Mtakatifu unakuja kwa uzito wa kipekee. Huleta mabadiliko kutoka mtu wa kawaida na kuwa mtu mwenye kutimiza lengo la Mungu. Huo upako. Sauli, kama ambavyo nimesema, alikuwa anatafuta punda kule. Bwana Yesu asifiwe. Wala hana habari. Lakini ili awe mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Huyu nabii ambaye ni Samuel alimimina mafuta juu ya kichwa chake, na baadaye huyu akaanza kutabiri. Sauli akawa kama nabii, anasema akageuzwa kuwa mtu mwingine ili kuchukua majukumu yale ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kutoka kutafuta punda alafu unakuwa mfalme, bila uwezo huo utafanyaje? Kwa hiyo tunaona Roho Mtakatifu alikuja juu yake kwa ajili ya jukumu hilo. Kwa hiyo upako huu huvunja vizuizi vya kila aina vyenye kuzuia makusudi ya Mungu na kuleta nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Huvunja vizuizi vile sababu na nini na kuahirisha, inavunja. Muulize Ibrahim. Siku tunazungumza naye, kitu kilichomtokea, alikuwa juu ya pikipiki. Alishindwa hata kuendesha pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Saa hakuweza. Unaweza usilale. Bwana Yesu asifiwe. Kama moto kwenye mifupa, kama moto mwili wote, yani huwezi kustahimili, lazima ulitende lile utakapoenda. Kama yule ni Yeremia anasema, nilijaribu kujizuia nisiseme neno, kwa sababu kila alipokuwa anasema neno anapigwa. Lakini anasema niliponyamaza ndipo moto ndani mwangu ulikuwa mkali, lakini nilipotapika lile neno nikawaambia watu, ndio nafuu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio huo upako unaovunja nira. Isaya 10:27. Soma pale. Isaya 10:27. Soma habari ya upako. Biblia inasema, tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Haleluya. Nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nira manake ni vifungo. Nira ni vifungo. Lile joki la ng'ombe huwa mnaliona, sio? Wanafunga ng'ombe wawili. Sasa hili ndio inaitwa nira. Haya, twende. Amebanwa, hawezi kufanya nini? Hawezi kuchomoka. Sasa upako huu, nguvu hii ikishuka, nasema itavunja nira, vizuizi, vikwazo ambavyo vimekuwa vikikuzuia kutenda kazi kama Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu kikubwa, unapaswa kuwa na hamu na kiu. Bwana Yesu asifiwe. Halafu daka. Sawa, daka kile kitu unachokuna kinakuja kwako. Halafu jiweke katika mahitaji ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ujiingize, husika na mahitaji ya watu ambao Mungu amewaumba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapoona una mzigo, unawaza juu ya watu, unawaza juu ya watu kupotea katika dhambi,
unawaza juu ya hili na hili, nifanye nini na nini, nguvu isiyokuwa ya kawaida itakuja juu yako, sababu ndio hitaji la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na mwisho Yesu anasema muombeeni Bwana wa mavuno ili apeleke watendakazi. Kwa hiyo tunaona matokeo hata ya wanafunzi wakati wa Yesu, wakaanza kuona watu kama Yesu alivyowaona, akiwa na huruma kuu juu ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiingia kwenye moyo wa Mungu utaanza kuona ile huruma ya kuwahurumia, ya kuwarehemu, na huo ndio moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akikuita unasema, Bwana, nena Bwana, niko hapa, kwa kuwa mtumishi wako anakusikia. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi sasa wakati huu nitaomba tusimame kabla hatujaingia katika kuweza kumwita Mungu ili atujaze roho hii. Funguka moyo wako, mwambie Mungu, niko hapa. Makazi yako ndani ya kanisa, ndani ya kanisa, ufanye makazi yako ndani ya kanisa, iwe mwanga mengi kwetu yapunguka, tujarize Bwana, tujarize Bwana, mengi kwetu yapunguka, tujarize Bwana. Baba, tupo mbele zako, mitume walijazwa na Roho wako Mtakatifu. Bwana Yesu, kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa. Bila uwezo wako wa kiungu, bila Roho wako Mtakatifu, bali ni ahadi umesema tutaipokea. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Bwana utujaze. Yesu, unayebatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu, ninaomba saa hii Roho Mtakatifu ushuke. Bwana Yesu, achilia Roho wako, achilia Roho wako kwa ajili ya watumishi hawa, kwa ajili ya watumishi hawa. Yesu, achilia Roho wako, achilia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea kwa ajili ya utume, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya wito wako, akujulishe wito wako kwa ajili yako ni wewe tu. Yesu, shuka, batiza watu hawa. Pokea Roho Mtakatifu, pokea ni ahadi yako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Rabasai bakai, sanda bakai, raisaka bakai, rikamaya sanda bakai, rikobokana basia, rabasai, riko raba. Pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu, pokea kwa jina la Yesu. Rabasai bakai, rabakana basia, rabakana basia.
Rika bakaya. Pokea. 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 Rika bakaya. Pokea. 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 Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea, pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu, pokea, kwa jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu, pokea. Rika makana basika, raba siki pokaina ba, siki pokaina ba, pokea, 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 pokea Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu, pokea, 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 pokea. Sika bakana bakana, sika baba baba baba, rika makana basaya, raba kaina. Shika bak. Pokea
Yesu, kwa jina la 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 Yesu. Pokea Roho Mtakatifu. Sikipokana ba. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea kwa jina la Yesu. Sema asante, asante Yesu. Sikipokana ba. Raya sikipokana. Rabos. Rika maya sikipokana ba. Pokea. 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 Pokea Roho. Pokea kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, hili ni jeshi lako. Haliwezi kwenda kupigana vita bila ya nguvu yako, bila ya mkono wako. Kuna upinzani katika ulimwengu ulipo. Adui anaunguruma, lakini hawa ni simba. Ni simba wako Yesu, ni simba kila mahala watakapounguruma. Kwa niaba yako Yesu, kwa niaba yako Yesu, Bwana ukaonekane, Bwana ukaonekane, Bwana ukawabariki, Bwana ukawainue, Bwana ukawapiganie. Bwana sika bakai raba kainaba. Leta mzigo, leta mzigo, leta masa, leta masa, leta masa, leta masa kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea mzigo, pokea masa, pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea upako, upako Roho Mtakatifu, upako wenye kuvunja nira, upako Roho Mtakatifu, upako, upako. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Rabasaya bakainaba, riko mokana basia, rababa boboboriaba, sandu mokana basi, rika mayasika, rabasaya. Watu hawa waone watu kama Yesu anavyowaona, wakawahudumie kama Yesu na ambavyo ungetaka kuwahudumia. Saika, miujiza na ishara zipate kwa juu yao, uponyaji, kufunguliwa kwa watu wako, sikipokani, kuokolewa. Mungu kukawe juu ya mikono yao, sikipokanaba. Mungu utukuzwe katika Mwana, Mungu utukuzwe katika Yesu Kristo, Mungu utukuzwe na jina lako lihimidiwe juu ya uso wa nchi. Saikaba, moto, moto wako, moto wako ukaendelee, 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 ukaendelee katika maisha yao, katika huduma zao, naam, katika wito na mwito ambao Bwana kila mtu umemwita na mahali ambapo tamweka. Tunawaachilia mikononi mwako Roho Mtakatifu, mikononi mwako Roho Mtakatifu, mikononi mwako Roho Mtakatifu, mtunzaji wa kanisa, kiongozi wa kanisa. Raba rakama rabo yasi rika raba raba rabasa raba riko raba sanda bokai rika rabo onta bakainaba sandu ribokainaba sikipokana kainaba sikipokainaba. Bwana akakubariki, Bwana akakuinue, Bwana akakupiganie, Bwana akakuonyeshe njia. Zaburi 32 mstari wa 8 anasema, nitakufundisha na nitakuonyesha njia utakayoiendea, na jicho langu likikutazama. Jicho la Bwana likawe juu yako. Haleluya. Katika lolote ufanyalo na mahala popote utakapokuwepo, sema asante Yesu.